Kundi la watazamaji wa filamu kwenye sinema huko La Patria, Argentina wamekumbwa na tukio la kushtua wakati wakitazama filamu ya Final Destination Bloodlines, tukio lililoonekana kama limechukuliwa moja kwa moja kutoka katika filamu hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ya ABC News, sehemu ya dari ya ukumbi wa sinema ilianguka ghafla wakati wa onesho na karibu kumuua mmoja wa watazamaji. Mama mmoja alipigwa na kipande cha dari kwenye goti na alikimbizwa hospitalini kwa uchunguzi wa tahadhari. Akizungumza baada ya tukio hilo, mama huyo alisema, "Bado sijawasilisha malalamiko, lakini mwasiliana na wakili. Nani atahakikisha hili linashughulikiwa?" Sasa hapa kumekuwepo na kiulizo, je, atafungua mashtaka kuhusu wanaonesha, yani watu wa sinema ama waandaji wa filamu? Tukio limechukuliwa na wengi kama plot twist ya kweli, kama zile za kushtua toka kwenye filamu zenyewe. Final Destination Bloodlines ni toleo jipya kwenye mfululizo maarufu wa filamu za kutisha ambazo zinahusu watu wanaoepuka kifo kutokana na ishara au ndoto, lakini baadaye huanza kufa mmoja baada ya mwingine kwa njia za kushangaza na zisizotarajiwa. Filamu hii inaendelea kuchunguza dhana ya kifo kisichoepukika na wasilisha hali ya wasiwasi, mashaka na hofu kwa watazamaji wake. Tukio la La Patria, Argentina limefanya filamu hiyo kuonekana ni ya kutisha zaidi kwa sababu maisha halisi yalionekana kuiga sanaa. Final Destination Bloodlines hii ilitoka Mei 16 mwaka 2025 na inafanya vizuri sana, huku ukiwa ni mwendelezo wa sehemu ya 6 baada ya ile kwanza. Final Destination iliyotoka mwaka 2000 March 17, kisha ikafuatia Final Destination 2 iliyotoka Januari 31 mwaka 2003, Final Destination 3 iliyotoka Februari 10 mwaka 2006, na The Final Destination iliyotoka Agosti 28 mwaka 2009, Final Destination 5 iliyotoka Agosti 12 mwaka 2011. Kama umezitazama filamu hizi zote, basi utakuwa unafahamu namna gani ambavyo zinatisha, na kuna muda hata unaweza kuogopa kabisa kufanya baadhi ya matukio ama kutembea kwenye maeneo kama uko umetoka kutazama filamu husika. Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.